محمد الذي نقل الناس من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، watukufu ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na juu ya ahli zake na sahaba zake, ndugu zangu watukufu Waislamu, ama mawdhu'una al-yawm, kaifa satakunu ma'ishatuna ba'da Ramadhan. Maudhui ya khutba ya leo ni vipi atakuwa maisha yetu baada ya kumalizika Ramadhani. Watukufu ndugu zangu Waislamu, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia sisi wachache miongoni wa wengi katika waja wake tulioweza kudiriki mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Watukufu ndugu zangu Waislamu, vipi yatakuwa maisha yetu baada ya kumalizika Ramadhani? Wakati tupo kwenye kipindi cha Ramadhani, maisha yetu yanabadilika tofauti na maisha ya miezi ya kawaida. Alhamdulillah, maisha ya kwenye Ramadhani, kila mmoja akijitafakari atagundua alikuwa na mabadiliko makubwa ya maisha yake tofauti na miezi mingine. Katika mwezi wa Ramadhani, kullu wahid kana rahima, kila mmoja alikuwa ni mwenye huruma. Wa kullu wahid kana latifa, na kila mmoja alikuwa mpole. Wa kullu wahid kana taqiya, kila mmoja alikuwa mcha Mungu, kila mmoja alikuwa natii. Wannasu kanu mutahabbina fillah, na watu walikuwa ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Ramadhani tulikuwa tunapendana, ndani ya Ramadhani tulikuwa tunahurumiana, ndani ya Ramadhani tulikuwa tunafanya ibada, kila mtu alikuwa wali wa Mungu. Kaifa satakunu baada Ramadhani, vipi maisha yetu yatakuwa baada ya Ramadhani? Hal sanastamir fi hadha alhal, tutaendelea na hali yetu hiyo? Watukufu ndugu zangu Waislamu, ili tuendelee na hali hiyo lazima tuifanye Ramadhani kuwa ni madrasa, tusifanye Ramadhani kuwa ni Mungu mwenyewe. Ili tuendelee na hali hiyo, maana yake tufanye mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni darasa letu sisi kuweza kufikia ucha Mungu. Kwa hiyo tumeyasoma mengi katika Ramadhani, yale tuliyoyasoma ndani ya Ramadhani, ile elimu ije tunufaishe nje ya Ramadhani. Ndugu zangu watukufu, lengo la Ramadhani ni sisi kuwa wacha Mungu, ndio lengo kubwa la Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala amekariri kwa kusema mwenyewe, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo kubwa sisi tupate ucha Mungu. Hivyo mwezi wa Ramadhani kwetu sisi ni madrasa ya kuja kusoma elimu ya ucha Mungu, na ndio maana kwenye Ramadhani kila mmoja alikuwa na huruma na mwenzie, maisha yetu yalikuwa mazuri. Kwenye Ramadhani hakuna aliyeona uvivu kuamka usiku kuswali. Kumbe basi haya mambo yanawezekana kufanyika. Tunawezekana kuswali swala 5 nje ya Ramadhani, kwa sababu mwezi mzima kuna mtu aliswali swala 5. Kumbe inawezekana. Lakini kwenye Ramadhani tulikuwa tunaalikana mialiko mbalimbali. Ilikuwa mtu anaweza peke yake akaalika watu 20 30. Kwa nini nje ya Ramadhani usialike ndugu zako 5 ukatengeneza upendo? Kwa sababu jambo linawezekana. Watukufu wa Islam, kama tumeweza kuswali qiyamul laili kwa masiku 10 ya Ramadhani, tunashindwa vipi kuswali qiyamul laili kwa siku moja moja ndani ya mwezi wa Ramadhani? Tuyachukueni yale mafundisho ya ucha Mungu tuje kuishi nao baada ya kumalizika Ramadhani. Watukufu ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani kila mmoja alijua la haramu ni lipi na halali ni lipi, kwa sababu tuliyaacha ya haramu tuwakumbatia ya halali. Basi kwa kuwa tumeshajua kukaa na kimada sio halali ukaacha Ramadhani, basi sio Ramadhani peke yake mpaka nje ya Ramadhani. Kwa kuwa tumejua kwamba
Ukifunga kusengenya sio jambo zuri, basi sio Ramadhani peke yake. Elimu ile ulioipata ya kutokusengenya katika Ramadhani ishi nayo nje ya Ramadhani, kwa kuwa tumejifunza uvumilivu na kustahimiliana hata kwenye maudhi. Yuko mtu aliudhiwa Ramadhani lakini hakuweza kutukana, alichunga mdomo wake. Kuna mtu aliudhiwa Ramadhani hakuweza kupigana, aliuzuia mkono wake. Basi maisha haya ndio nayo nje ya Ramadhani. Tunaweza kuishi bila kugombana na unaweza kuishi bila kutukana, kwa sababu ulijifunza ndani ya siku 30 za mwezi wa Ramadhani kukaa bila kumsema mwenzio vibaya. Ulijifunza masiku 30 ya Ramadhani kukaa bila kuongea porojo. Yachukue mafundisho ya Ramadhani ndio nayo katika nje ya Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni darasa la uchamungu kwetu sisi. Kaifa satakunu maishatuna baada ya Ramadhani, vipi maisha yangu mimi na wewe yatakuwa baada ya Ramadhani? Tutaendelea na upendo tuliokuwa nao, au kwa kuwa Ramadhani imemalizika basi na kheri zote zimeishia pale? Ndugu zangu watukufu wa Islam, Ramadhani ni kiumbe kama ilivyokuwa sisi, imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani sio Mungu. Kwa hiyo tuchukue Ramadhani kama darasa ya kuja kujifunza ucha Mungu. Ikiwa ulikuwa ujui maisha yako unatakiwa uishi vipi duniani, lile somo ambalo umelipata ndani ya Ramadhani, hayo ndiyo maisha unatakiwa uishi nje ya Ramadhani. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun wa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa barrun karim. Ud'ullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa azim sultani. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. watukufu ndugu zangu Waislamu, maisha yetu ndani ya Ramadhani yalikuwa ya kupendana, basi upendo tuendeleze nje ya Ramadhani. Maisha yetu ndani ya Ramadhani yalikuwa ya kuheshimiana, basi heshima tuendeleze nje ya Ramadhani, kwa sababu lengo letu ni kupata ucha Mungu. Itakuwa hasara kama wewe umeweza kuadiliki masiku 30 ya Ramadhani lakini ukufikia lile lengo, kwa sababu Ramadhani hii ipo. Shida kubwa sisi tutakuwepo baada ya Ramadhani hii kumalizika. Kwa hiyo Ramadhani hii ni fursa, na fursa inapita mapito ya mawingu. Tutumie fursa zilizokuwa za kheri. Ndugu zangu watukufu wa Islam, shahru Ramadhan, Ramadhan shahrun fihi ajrun kamil. Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake una ujira kamili. Wewe umefanikiwa kupata ujira wa Ramadhani? Ndugu zangu watukufu wa Islam, lengo la kuwa wacha Mungu ili sisi tuwe bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba makabila mbalimbali, ametuumba rangi mbalimbali, Mwenyezi Mungu ametuumba kila sampuli, lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu. Mwenyezi Mungu kwa huruma yake, tutaupataje ucha Mungu na sisi ni wadhaifu? Akatusogezea mwezi wa Ramadhani ili tupate kuwa wacha Mungu. Tukiwa wacha Mungu ndio tutakuwa na daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja mbele ya Allah haiji kwa rangi zetu na tofauti zetu za vipato na hali zetu. Daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu, na tukiwa na daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tumefanikiwa. Tukiwa tumefanikiwa, maisha yetu duniani yatakuwa mazuri na kesho ya akhera yatakuwa mazuri. Je, tumefikia malengo ya ucha Mungu? Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa kuwa Ramadhani hii ipo, sisi ndio mashaka kuwepo tena baada ya Ramadhani hii.
tutumie fursa za kheri hizi ambazo tumezivuna katika Ramadhani, tuzichunge. Insha Allah tukijaliwa kudhiliki Ramadhani nyingine itakuwa ni kheri kwetu, lakini tusipojaliwa haya tuliyoyachuma katika Ramadhani hii, kwa sababu hatuna uhakika wa sekunde moja mbele yetu nini kitatupata, kwa sababu wama tadri nafsi bi ayi ardhi tamutu, nafsi yajui itaondokea wapi. Wama tadri nafsi madha taksibu ghada, nafsi yajui kesho itachuma nini. Ndugu zangu watukufu wa Islam, fursa hii ya Ramadhani tuitumie vizuri na maisha yetu yaendelee vizuri, kwa sababu kwenye Ramadhani tumejifunza kuwa na subira. Tumekaa na njaa kwa muda mrefu. Sidhani kama tulikaa na njaa kwa sababu hatukuwa na chakula, kila mmoja alikuwa na chakula. Tuliacha kunywa vya halali kwa sababu kila mmoja alikuwa na uwezo wa kunywa cha halali atakacho, lakini vyetu vya halali tuliviacha kwa ile toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Toa ya Allah subhanahu wa ta'ala isiishie mwezi wa Ramadhani, iendelee mpaka nje ya Ramadhani, kwa sababu ndiyo lengo sisi tuwe wacha Mungu, tuwe wenyenyekevu, kwa sababu kullu wahid kana mutawadhin, kullu wahid kana, kila mmoja katika Ramadhani alikuwa ni mwenye khushui, alikuwa ananyenyekea. Basi unyenyekevu wetu ule tuliokuwa nao kwenye Ramadhani tuondoke nao, maisha yale tuyachukue iwe darasa nje ya Ramadhani. Ule ucha Mungu tuliojivika Ramadhani tuendelee nao, ile huruma isiishie Ramadhani. Sisi ni waja wa kuhurumiana, sisi ni watu wa kupendana. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tukipendana tukahurumiana, tutakuwa ni waja wema mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tutakuwa ni raia wema mbele ya nchi yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أمير سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زيد الأواب النطق بالصواب أمير سيدنا بعث عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساد الله الغالب أمير سيدنا علي بن أبي طالب وعلى جميع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد المبارك، عيد المبارك.